Awamu ya pili ya zoezi la uchaguzi wa viongozi wa mashinani wa chama cha UDA imefanyika katika kaunti 18 kote nchini. Zoezi hilo limefanyika katika kaunti 6 za Pwani pamoja na kaunti za Kisumu, Siaya, Migori, Kisii, Bungoma, Makueni, Machakos, Kitui, Isiolo, Marsabit na Turkana ili kuwachagua viongozi wa mashinani wa UDA. Wagombea wa nyadhifa mbalimbali wamejitokeza katika zoezi hilo ambalo limevutia umati wa watu katika baadhi ya vituo. Zoezi kusufia saa hii asubuhi mpaka saa hii zoezi liko vizuri, watu wamejitokeza kwa wingi sana na tunashukuru bado watu wanaendelea kujitokeza na kuchagua wale wagombea wanaowahitaji. Tunashukuru wale maclerks wanajaribu kusoma majina, especially kwa wale wazee ambao hawajui kusoma. Sasa kisikia jina la mtu anasema nitikie huyo na mfahamu. Sasa kuna changamoto kama hizo, lakini naona exercise inaendelea vizuri. Baadhi ya wagombea wameeleza kuridhishwa na utaratibu wa zoezi hilo, huku baadhi wakilalamikia changamoto za kimitambo katika baadhi ya vituo, hali iliyowaacha baadhi ya wapiga kura nje. Ile machine inasema watu ambao walijiregister from 2012 haiwaoni, na hao wamejiregister leo na hivi karibuni, na wale ambao pia wamechange the polling stations, hiyo ndo kuna shida, lakini hao wengine wako sawa. Katika kituo cha shule ya msingi ya Kilifi mjini Kilifi, baadhi ya wagombea wamelalamikia kuchezewa shere na wenzao baada ya orodha ya majina kubatilishwa na kusababisha mchanganyiko miongoni mwa wafuasi wao. Kuna timu kidogo ambayo ilikuwa iko mrengo mwingine ndio kidogo imetutatiza, ilitengeneza karatasi ambazo katika yale majina ambayo ilikuwa ni ya wagombea wote wamejaribu kutoa wagombea wengine, wakaeka wagombea nusu ya wale walikuwa wanawataka. Sasa hiyo kidogo imetupa challenge kwa sababu watu wetu kila wakiangalia katika zile karatasi hawaoni majina yetu, wanaona majina ya watu wengine ambao siwo. Sasa ile imeleta mchanganyo kabisa kwa watu, paka kitambo watupigie simu ama tuwaelezee hino ni list imetengezwa na hawa ambao kidogo wako kinyume na sisi, ndio wamefanya hili zoezi kidogo kuwa na changamoto. Nilipokuja asubuhi kulikuwa na watu wamekuja kunipigia kura, wakaambiwa kuwa mimi siko kwa ballot. Unaona, so ni kama kulikuwa na tumbo joto fulani, so wakaanza kuambia watu mimi siko kwa ballot, wakienda kule wahakikishe kuwa wamewapigia wao, kwa sababu wakienda pale hawatanipata. Viongozi wakuu ndani ya chama cha UDA akiwemo mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini Aisha Juma amepiga kura katika wadi ya Kakuyuni kuchagua viongozi hao wa mashinani. Youth representative Hata hivyo, wakazi wengi wanasema zoezi hilo limefanyika bila ya hamasa ya kutosha. Zoezi tangu lilivyoanza mpaka kufikia saa hii linaenda vizuri, ingawaje hatukupewa time ya kufanya kampeni ama kufanya awareness kwa mapema, lakini tunashukuru zoezi linaendelea vizuri mpaka kufikia saa hii. Kusema ule kweli, sensitization haikuwa vile inafaa kuwa, lakini watu ni kama wanapenda UDA, watu wametokea, so wacha tuone vile itakuwa. Yes. Wagombea wengi wameeleza imani na zoezi hilo katika harakati za kuongoza chama cha UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tunaomba tu zoezi hili liishe kwa amani na watakaopita pia wajue kwamba wamebeba mahitaji ya wananchi wao. Zoezi linaendelea vizuri na hapo watu watazidi kuja na wajitokeze. Kwa hakika zoezi linaendelea vizuri. Turnout tunashukuru, manake ni uchaguzi ambao haujafanyika awali, lakini wananchi wale ambao wana moyo wamekuja kuneno. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.